Mawe ambayo yanajenga nyumba ya Mungu si mabati, bali ni watu ambao wanaamini. Tukisema kwamba Wakristo wanauza makanisa, sababu waseme lugha ibadilike, wanauza majengo ya kuabudia. Sababu kanisa huwezi kuuza, utauza watu. Sasa tuje pale pale ambao wasema leo Waislamu nimeshatengenezwa propaganda kubwa kwamba Ulaya inaenda kusilimishwa. Marekani inafanyaje? Inasilimishwa mpaka wameka miaka ikifika 2030 Ulaya sijui itakuwa Islamic State. Huo ni uongo bwana Simlizi. Tuende kwa idadi ya Waislamu Ulaya. Ulaya Magharibi, Uislamu ni 5% kwa population ya Ulaya yote ile. Sasa hii propaganda inavyotengenezwa kana kwamba vile unaweza ukashtuka kwamba ukiona basi inawezekana kabisa Uislamu ni 50 kwa 50. Sasa uje Marekani ambao leo una propaganda kwamba Marekani ndio kusilimishwa. Uislamu Marekani na watu milioni 350. Waislamu ni 1.1%. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe kwa ajili ya kufanya kipindi kingine. Kipindi cha leo kitahusu zaidi kuhusiana na hizi dini, trend za dini au mwelekeo wa dini zetu tulizonazo. Tumeona matokeo makubwa kule Ulaya ambapo Wakristo wengi wamekuwa wakiacha makanisa. Watu wakilalamika kwamba majengo yaliokuwa makanisa sasa hivi yanaachwa akiwa wazi. Watu wanayaacha tu, makanisa yanauzwa. Kwa maana hiyo ni kama Ukristo unaanguka kwa maana hiyo. Lakini kwa upande mwingine wa madai ya Waislamu, wanadai nyakati za mwisho dini itakayokuja kutawala ni Uislamu, ambao atakuja Imamu Mahdi, alafu hata Yesu Kristo Isa atakapokuja naye atatawala kwa sheria za Kiislamu. Kwa hiyo dini kuu itakayokuwepo na itakuwa pekee itakuwa ni Uislamu. Kwa hiyo ningesema Mwalimu, leo sio mbaya tukiongea haya ili kwa ajili ya kuangalia hili tupate ufafanuzi kidogo kutoka kwako. Karibu sana, wasalimia watazamaji wetu. Shalom, habari za muda huu? Asante sana. Karibuni katika kipindi hiki. Sawa Mwalimu. Kwa hiyo tuanze na hilo kwanza, kuhusiana na hizi trend za dini, na je, ni kweli Ukristo utakufa au Uislamu utakuja utawale? Lakini kuna ushahidi ambao Waislamu huo wanatoa, sio wanaongea tu, wanatoa kwamba kuna ushahidi kabisa Imamu Mahdi anakuja na Isa anakuja kutawala. Okay, wana haki kusema hivyo ndugu Simlizi. Okay. Kwa sababu kwa mujibu wa vitabu vyao ndiko iko hivyo, wanaamini kwamba atakuja huyo Imamu Mahdi pamoja na Isa wakiambatana na kuishinda dunia nzima na kuweka sharia law katika dunia hii. Okay. Sasa kwa hiyo wanatazamia hilo. Okay. Na mlengo mkubwa sasa hivi Waislamu wako nao, wanataka waivamie nchi za Magharibi. Okay. Ili ziwe za nini? Za Kiislamu. Lakini pia wanasahau nchi za Mashariki pia, huko pia Uislamu si mkubwa sana. Mashariki ya mbali, acha Mashariki ya kati. Okay. Kama India, China na kadhalika. Okay. Sasa tuje katika mtazamo wao. Yeah. Nimesema wana haki ya kusema hivyo. Lakini pia mtazamo huu upo pia kwa Wabuda. Wabuda ni wana mtazamo kwamba atakuja Buda wa 5. Okay. Kutawala nini? Dunia. Okay. Wahindu ambao ni wako wengi sana pia. Yeah. Wanasema kwamba atakuja Krishna. Krishna ni masihi wao. Okay. Atakuja kutawala nini? Dunia. Na Wakristo wanaamini kwamba atakuja Kristo mara ya pili kutawala nini? Dunia. Ila Wakristo kuna mtazamo tofauti. Wanaamini kwamba Kristo atatawala dunia ya dhambi. Hata mwenyewe anasema kwamba ufalme wake sio ulimwengu huu. Ndio maana ukiona Wakristo wanapambania kuitawala dunia, ujio wanampinga Kristo. Okay. Katika imani ya Kikristo sisi Wakristo ni wasafiri na wapitaji katika dunia hii. Okay. Kwa mujibu wa Kolosai, wa Filipi 3:20, sema kwamba wenyeji wetu huko mbinguni. Okay. Na huko tunamtazamia Kristo kuja kubadilisha mwili wetu wa unyonge kuwa kama wake. Kwa maana Kristo anakuja kuleta mapinduzi ya mabadiliko makubwa ya kiroho na ufufuo wa wafu na kuishi katika maisha ya milele ya paradiso. Hiyo ni imani ya Biblia. Okay. Kwa maana Mkristo kabisa wa kweli hauna mtazamo wa kidunia. Sasa tuko pamoja mpaka hapo Sasa tuje katika mtazamo wa Kiislamu. Ndiyo. Kwanza dini ya Kiislamu imetoka wapi? Okay. Mpaka sasa hivi dini ya Kiislamu ina miaka kama 1400. Bila shaka. Yeah. Mwaka 1400 na sasa hivi Waislamu wako bilioni 1.8 kwa mujibu wa takwimu. Okay. Na wingi wa Uislamu unapatikana katika idadi mpaka watoto. Okay. Sawa. Kwa hiyo Muislamu akizaa mtoto anahesabiwa kwa nini? Muislamu. Ila Wakristo wengi hasa wa Protestanti, mtoto anapozaliwa hahesabiwi kuwa ni Mkristo. Sawa. Mpaka abatizwe. Ndio. Ingawa Katoliki wao ukizaliwa unabatizwa kiwa unaweza kubatizwa ukiwa mtoto, sio lazima unaweza kubatizwa. Ukibatizwa ndio Mkristo. Lakini ukizaliwa katika imani ya Katoliki, mtoto lazima abatizwe. Okay. Si ndio iko hivyo? Okay. Lazima abatizwe kama baba wewe mpagani. So, lakini lakini katika msingi mkubwa wa Kristo wengi, hasa wa Protestanti, unahesabiwa kuwa Mkristo baada ya kubatizwa ukiwa mtu mzima mwenye kujitambua.
Kwa maana kama Wakristo nao ungekuwa na hesabu sasa idadi mpaka ya watoto wa Protestanti, hasa wa Katoliki. Kwa maana Wakristo wangekuwa ni wengi zaidi ya sasa. Kwa sababu jumla ya Wakristo sasa hivi duniani, ukichukua Katoliki, ukichukua Protestanti na kila aina ya Mkristo, wako bilioni 2.7. Bilioni 2.7. Sasa ukichukua na uhesabu kama wanavyohesabu Waislamu, unaweza kushangaa wakawa unaweza kushangaa wakawa hata bilioni 4, hata bilioni 3 huko. Sasa tuachane na huko point hiyo. Sasa tuchukue tu idadi kamili ambazo zimehesabiwa kulingana na takwimu za kiulimwengu. Wakristo 2.7 billion, Waislamu ni 1.8 billion, yani bilioni 1 na milioni 800. Sasa na hii dunia inasemekana ina watu kama bilioni 8. Bilioni 8. Sasa Waislamu wanaamini watakuja kuwa wengi na kuitawala nini? Dunia kwa mjibu wa Qur'ani na hadithi, kwa sharia. Sawa sawa, Lakini mimi na oppose. Mimi naamini kwa mjibu wa historia na study ninazozifanya, Uislamu hauwezi kuitawala dunia. Mpaka tunavyoongea dakika hii, Uislamu unatawaliwa. Hapa tunaposema hivi, wao wana ushahidi wa vitabu ambavyo vile vile ni tabiri ambazo zinasubiriwa tu kuja kutimia, na zingine zimeshaanza kutimia, na kuna baadhi ya watu ambao wameshaanza kusema kwamba Imam Mahdi ameshafika, wengine wanasema bado atakuja. Ni wao wa ndani ya Waislamu. Ni kipi ambacho wamekitabiri kikatimia ambacho unakijua au kusikia? Sina uhakika, sijachunguza sana, ila najua vita kuwepo. Sasa hatuwezi kuongea mambo ambayo yana uhakika. Sawa. Labda je, Muislamu akae hapa atoe huo uhakika, aongee matabiri yao kama imetimia. Sawa. Lakini kuna ile kwamba kuna nukuu ambayo anasema kwamba Uislamu utakuja kuzishinda dini zote. Sawa? Hiyo ndo harakati ya Uislamu popote pale walipo. Na ukiangalia Uislamu ni kama ni dini ya kijeshi. Militant religion. Sababu wao katika mfumo wa Kiislamu ni mfumo ambao ndani yake una siasa, una mfumo wa kiuchumi, una mfumo wa kijeshi. Kwa hiyo Uislamu unapokuwa unajitengeneza kuwa si tu dini, unaweza ukawa dola. Ndio maana katika historia huko na madola ya Kiislamu. Ndio maana Uislamu unakuambia Uislamu ni mfumo wa maisha ya kila kitu. Ndio maana kama mfano Ukristo ukimtoa Yesu, hakuna Ukristo. Maana Ukristo ni imani kwa mtu ambaye ni Kristo. Sawa. Lazima uamini kwamba ni mwana wa Mungu na uamini kwamba alikufa na kufufuka. Sasa ubatizwe. Kwa mambo mengine Yesu yakuja kuleta kwamba sijui mambo sijui ya ndoa, sijui mambo ya sijui siasa, mambo nini, Yesu akuleta hayo. Kwa Yesu aleta imani katika yeye. Sasa Uislamu wenyewe unabeba namna ya utawala wa Kiislamu ukoje? Kama siasa zenyewe tuseme kwa jumla, kama tu serikali zinavyoongoza au kuna mahakama, kuna nini, maana yake na Uislamu. Ndio, unaona kuna mahakama zote hapa Tanzania wako wanataka mahakama nini? Ya kazi. Kazi. Sasa point inayokuja, ukiangalia Uislamu ni kama unaweza kusema mfumo wa kijamaa. Mfumo wa kijamaa ni mfumo wa kiuchumi na kisiasa. Sasa hapo mfumo wa kibepari, usiwe ambao ni mfumo wa kiuchumi na una siasa ndani yake. Kwa hiyo kuna aina nyingi za utawala duniani. Kwa hiyo Uislamu na pia utawala wa kidemokrasia. Kwa hiyo Uislamu pia ni aina ya utawala. Ndio maana Muislamu yote anajivunia kwamba mimi ni Uislamu wetu na kila kitu, way of life, Uislamu umejitosheleza. Hiyo kauli ushasikia? Naisikia hiyo ndio. Kila kitu unaona mpaka jinsi ya kugawana mali, kila kitu. Hata hapa Tanzania kuwanyima mahakama ya kazi ni kwamba umewanyima matakwa yao mengine muhimu ya kushughulikia mambo yao ya kindoa na vinginevyo. Sababu Uislamu wenyewe naamini ni mfumo maisha. Ndio maana popote unapokuwa unaenda, wewe ni Marekani, wewe Ulaya, wanataka wapate nafasi ya kuwa na mahakama zao. Hata huko ugomvi huko na Trump huko Minnesota kule Marekani. Anataka kuwatoa wale wa Somali kwa sababu hiyo. Sababu wamefika kule wakajitengenezea jamii zao za Kiislamu. Sasa wanataka wajitawali kwa sharia. Sasa katiba ya Marekani inakataa kwamba mtu yote unapokuja katika nchi yao usiingize sheria yako mwenyewe. Kwa sababu wale wa chama cha Democratic inataka kupata kula. Ndio. Sasa nyinyi kinachukua ni zoa. Sababu wale ni kama wajamaa. Zoa. Si wazalendo wa kitaifa. Wenyewe unachukua kila tamaduni yoyote ile. Sasa ameingia wa Republican ambao ni kama tembo. Wao wenyewe ni wafaizina wale. Wenyewe wanataka kwamba Marekani iwe Marekani kwa sheria za Marekani. Lakini Trump. Sasa ndio maana wanawabana wale wa Somali, wanarudisha na kadhalika. Tutakuishi Marekani kubaliana na sheria za Marekani. Kuna mtu anaitwa Charles Kick alipigwa risasi juzi, namsikia. Ndio. Ambaye sheria American Turning Point.
Sawa sawa. Huyu inakuja hiyo movement, ndio maana kwa namsupport Trump na watu wa aina ya Trump, kwamba mtu ukija Marekani kubali kuishi kwa utamaduni wa nini? Wa Marekani, usiingize utamaduni wako mwenyewe. Sasa tuachane na hiyo habari. Sasa point inayokuja kwa hivi sasa katika hoja ambayo umeniuliza swali, je, Uislamu utatawala dunia? Kwangu mimi nasema hapana. Ila kwa wao watasema ndio kulingana na vitabu ambao wako navyo. Na kweli vitabu vipi? Na maana nikakwambia hivi, hata Wabuddha wana vitabu. Okay. Hata Wahindu wana vitabu. Okay. Hata Wakristo wana vitabu. Sawa. Sasa tuangalie sasa by history kwa sasa. Na tuangalie in future ni kitu gani ambacho kitakuja kuimage kutawala dunia. Sawa. Na kitu ambacho nikwambie bwana Simulizi, kama Waislamu wanasema wana unabii, basi Wakristo wana unabii zaidi. Na unabii wa Kristo umetimia kwa sehemu kubwa. Okay. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Daniel unakifahamu? Ndio. Na kitabu cha Ufunuo unakifahamu? Ndio. Tajuzi kwa namsikia shehe mmoja anasema hivi kwamba Trump inawezekana ndio 666 Masih Dajjal. Au sio? Kuna neno Masih Dajjal kwa Kiswahili ni mpinga Kristo. Okay. Sasa niambie, neno mpinga Kristo lilianzishwa na Waislamu au limetokana na Biblia? Limetoka kwenye Biblia. So umeona hiyo? Na maana wao wameingia hapo. Okay. Na maana kitabu cha Qur'an ni kitabu ambacho kinarejea Biblia. Okay. Kitabu cha Biblia akirejei Qur'an. Yaani kitabu cha Biblia kipo tu. Okay. Kinyene watu wanafanya rejea, lakini nyinyi akirejea kitabu chochote. Sawa. Sasa point inayokuja, neno tumpinga Kristo kutoka kwenye Biblia. Sawa eh? Sasa kuna kitu kimoja ambao Waislamu wanaamini kwamba wanapambana na Rumi. Maana kuna sura ya Rumi. Ndiyo. Lakini ile Rumi ambayo wanapambana nayo ambayo imeandikwa kwenye Qur'an si Rumi ya Papa. Okay. Rumi ya magharibi ni Rumi ya mashariki, Byzantine, ambayo Muhammad alitabiri kupambana nayo. Okay. Tuko pamoja eh? Ndiyo. Sasa point inayokuja, kwa hiyo walipambana na Roma ya mashariki, lakini ya magharibi hawakupambana nayo. Yeah. Sababu Roma ya magharibi ina uhusiano mkubwa sana na Uislamu. Okay. Na kuna tafiti zipo nyingi tu ambazo zinaonyesha bayana kwamba Vatican ndio ilitengeneza Uislamu kwa malengo maalum. Nataka kujua leo viongozi wakubwa wa Kiislamu hawezi kumpinga Papa. Okay. Ndio maana wanamtembelea sana Papa Vatican, wanasaini documents nyingi na mipango mbalimbali, na hata Papa akienda katika nchi zao wanamkaribisha paka msikitini na viatu. Ni juzi tu Papa ndo kavua viatu, Papa Leo huyu. Ndio. Huyu wa 14. Ndio kavua nini? Viatu kuingia msikiti yule Blue Mosque pale Uturuki. Anasema mimi naingia na sisali kama watangulizi wangu ambao kwa wanaingia hawavui viatu na wanasali humu ndani. Tena unafanya hivyo, unafunga ile rakaa. Na ile rakaa ilitoka Roma. Hii ya kufunga hapa. Toka nini? Ukiangalia zamani kabisa Wakristo zamani walikuwa wanafanya nini? Hizi. Ndio. Sasa kwa hiyo vitu ukiangalia utaona kabisa Islam barabara yake inaenda Rome. Usiwe? Sababu ukiangalia Muhammad mwenyewe mtu wa kwanza kumtabiri kuwa mtume, kusema ni mtume ni padri. Anaitwa Padre Baila. Muhammad akiwa na miaka 12. Alafu mtu wa pili kumwambia Muhammad ajibashirie kuwa mtume wa umma huu ni padri anaitwa Waraka bin Naufal. Na Muhammad alimuoa Mkatoliki Khadija ambaye alikuwa ni muumini wa dini ya Waraka bin Naufal. Ndio maana Muhammad oda yake ni kutokuangamiza ile Saint Catherine iko pale Sinai. Alisema Waislamu wote vile mfanyevyo msije mkaiangamiza ile monarchy ya Sinai. Okay. Sasa monarchy ya Sinai ina nasaba ya mali ya Khadija. Ni kama vile walezi wa mbali wa Khadija. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Sasa kuna uhusiano kati ya Katoliki. Hata kuna asili livuja hapo, kuna Jesuit Katoliki aliasi ile miaka ya 70 na kitu, na akasema kwamba wenyewe wanajua kabisa katika takwimu za Roman Catholic kwamba Uislamu umetengenezwa na nani? Na Vatican. Sasa tuache hiyo kitu. Sasa Uislamu hauwezi tawala dunia. Ni kitu gani ambacho kitatawala dunia? Kabla sijajibu, Waislamu wanasema kwamba umejenga hoja hapa kwamba Ulaya wanauza makanisa. Ndio. Yanakuwa wanayaacha tu, wanayafanya kuwa baa, wanafanya kuwa misikiti na kadhalika hata huko Marekani. Lakini pia tujue kwamba kanisa si jengo. Okay. Kanisa liwezi kuuzwa. Kanisa si jengo. Msikiti ni jengo. Kanisa si jengo. Sawa sawa kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Okay. Ukisoma kitabu kile cha Timotheo wa kwanza 3:15. Hebu nisome ile andiko kwanza tuweke sawa. Timotheo wa kwanza 3:15. Ndio. Mstari wa 15 anasema, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kwa kanisa ni nyumba ya nani? Ya Mungu. Nyumba ya Mungu, si ndio? Ndio. Sasa tuangalie hii nyumba ya Mungu ni ipi? Waebrania 3 mstari wa 5 na wa 6.
Waebrania 3 mstari wa 5 na 6. Inasemaje? Mstari wa 5 anasema, na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Tulie kidogo. Nyumba yake nini? Sisi. Kwa nyumba ya Mungu ni sisi. Kwa maana wale waumini katika Kristo ndio wanaunda nyumba ya nini? Ya Mungu, si jengo. Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba tunajenga jengo au nyumba ya Mungu kwa maana ya mabati, kuleta matofali, kufanya lambe za pesa, hiyo ni muongo. Mawe ambayo yanajenga nyumba ya Mungu si mabati, bali ni watu ambao wanaamini. Ndio mawe yaliyo hai, kwa mujibu wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Usisome tu, mtu anaweza karejea peke yake. Sasa kwa hiyo ina maana paka hapo tukisema kwamba tuna Wakristo wanauza makanisa, ndio sababu waseme lugha ibadilike, wanauza majengo ya kuabudia. Sababu kanisa huwezi kuuza, utauza watu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Sasa tuje pale pale ambao msomo leo Waislamu nimeshatengenezwa propaganda kubwa kwamba Ulaya inaenda kusilimishwa. Sasa Marekani inafanyaje? Inasilimishwa mpaka wameka miaka ikifika 2030 Ulaya sijui itakuwa Islamic State. Huo ni uongo bwana Simlizi. Nje nikwambie kitu kimoja. Kabla sijakwambia kwamba nini ambacho kitenda kutawala dunia kesho kutwa hapa. Sawa. Tuende kwa idadi ya Waislamu Ulaya. Sawa. Ulaya Magharibi. Ulaya Magharibi, hiyo ndio Uingereza, nchi za Scandinavia, Germany, Ufaransa, Spain, Portugal, Italy. Hizo ni West Europe. Uislamu ni 5%. Kwa population ya Ulaya yote ile. Tuko pamoja mpaka hapo Uingereza ina watu kama milioni 70. Ujerumani ina 80. Kwa hiyo ukijumlisha wananchi wa Ulaya ni kama milioni 500. Sasa Waislamu ni 5%. Sasa hii propaganda inavyotengenezwa kana kwamba vile unaweza ukashtuka kwamba ukiona basi inawezekana kabisa Uislamu ni 50 kwa 50. Sasa uje Marekani ambao leo una propaganda kwamba Marekani ndio kusilimishwa. Uislamu Marekani na watu milioni 350. Waislamu ni 1.1%. Sasa ukiangalia ukienda kwenye media na nani anazishika hizo media na ile propaganda ambayo inatengenezwa, unaweza kaamini kwamba Uislamu unashika dunia. Alafu pia kuna propaganda nyingine inatengenezwa na wale mafia fulani ambao wanataka wanaonyesha kwamba Uislamu unataka kutawala Ulaya, sawa ili waamshe Wakristo waanze kurejea nguvu ya zamani. Sasa sababu nguvu ya zamani kwa mapigania ilikuwa ni ipi? Unaifahamu? Hapana. Ni Katoliki. Katoliki ndio ilikuwa ni power ya Ulaya ambayo ilikuwa ina protect ustaarabu wa nini? Ulaya. Leo power ambayo ina protect ustaarabu wa Magharibi ni Marekani. Maana Marekani anadai Greenland, anamwambia anachukua Greenland kwa sababu ya kulinda mipaka ya ustaarabu wa Magharibi. Ili Russia, China na wengine wasiingie kule. Sasa Katoliki power ilikuwa ina protect ustaarabu wa nini? Wa Europe. Ndio maana inasifiwa mara nyingi kwamba ilipigania Ulaya ili isisilimishwe na Waislamu. Ndio maana kuna mtu mmoja anaitwa Malik, alikuwa ni Lebanon. Ndio. Alikuwa ni ambassador wa Umoja wa Mataifa katika kuwakilisha Lebanon. Alisema kwamba baadaye Ulaya Waislamu wataingia, afu itatengenezwa mchakato ambao itazaniwa Ulaya inasilimishwa, lakini na itafanya wazungu kuchangamka, kushtuka, sababu wazungu sasa hivi wanajua kwa busy na mambo ya dunia. Ndio. Mambo ya mambo ya ajabu, mara ushoga, mara nini. Yaani wazungu wako busy na vitu vingine vya ajabu. Wana vitu vingine vizuri ambavyo vinafaidisha dunia, mambo tunatumia kama leo unanioji kwa hizo mic, sijui interneti, magari, ndege. Wana vitu vizuri ambao wametupa. Lakini pia wanatupa vitu vibaya pia. Tukubali mambo ya ajabu. Sasa hivi wazungu kiangalia wote wanasema kwamba Uislamu umekuwa tishio Ulaya. Kwa to rise Knight Templars. Unafahamu Knight Templars? Hapana. Knight of the Temple. Neno kwa Google, mtu mwingine kwa Google, Knight Templars ni entity, ni kundi ambalo la Katoliki ambalo lilisimama kupigana vita dhidi ya imani yoyote nje ya Katoliki isiingie Ulaya. Na wao walikuwa Mashariki ya Kati wakipigana vita hasa na Waislamu wakati huo. Na kuwa na lengo moja ni kuifanya Jerusalem iwe mji wa Wakristo. Kusikia Knight Templars maana Knight of the Temple, yani walinzi wa hekalu. Na hao ndio sasa leo wamefanyika kuwa Freemason.
Mfanyika kuwa dominant. Unaona? Hata makanisa yao tuna kama like Catholic. Ndio. Ile majengo ya ibada yale. Sawa sawa. Sasa leo Ulaya, mimi nafuatilia sana news sana za Ulaya. Ndio. Ipo kwenye magrupu mengi sana ya wazungu wa Europe. Wanasema sasa hivi ni wakati wa kurise Knight Templars. Kwa nini? Kwani kwamba Ulaya maana yake iamke tena iwe na jeshi la msalaba. Sasa jeshi la msalaba ni Katoliki. Kwa ina maana Uislamu unaenda kuiamsha nini? Katoliki kwa upande mwingine. Tunakubaliana, unasikia vizuri eh? Nasikia. Kwa upande mwingine hiyo ni moja ya njia ya mafia ambao wanataka watengeneze kitu fulani ambacho ulisha utawala ule wa zamani. Sasa kwa upande wa pili, Waislamu wanaamini kwamba wanataka kutawala nini? Dunia. Lakini ukiangalia mfano South America, Uislamu ni 0.3. Ulaya Mashariki, hiyo na kina Russia, kina Ukraine. Sijui kuna Georgia. Ndio. Uislamu ni 5%. Hata Ulaya Mashariki. Si ndio kuna Uturuki? Uturuki haiitwi Ulaya Mashariki. Hii inaitwa Asia. Ila pia imeingia Ulaya kupitia ule mji wa Constantinople. Ambao ni Istanbul, hiyo inasabika kama ni Ulaya. Ile sehemu nyingine ya Urusi inasabika Asia ndogo. Sawa. Sasa na kwa hiyo ukija China huko kwa mfano huko Asia mbali. China Uislamu ni mdogo sana China. Unajua China asilimia 80 wa China waamini Mungu. Waamini Ukristo wala waamini Uislamu wala waamini dini za asili wa China hao. Sasa ukija kwa Wahindi wao dini ya Kihindu. Ushasikia dini ya Kihindu? Ndio. Dini ya Kihindu ina waumini bilioni 1 ndugu simulizi. Bilioni 1. Na Wahindu hawapendi Waislamu je kuona. Yaani Muhindu na Muislamu. Ndio maana Wahindu wa India ni marafiki wa Wayahudi. Kwenye vita yote yani Muhindi hawezi kumuunga hata Marekani baadhi ya sera zingine kama si anamuunga mkono Urusi, Russia, ana kidogo anaanza kumwacha Marekani. Lakini ikija swala la Israeli, Muhindi anasimama na Muisraeli. Hana urafiki hata na yule ndugu yake Pakistani. Ukisikia Pakistani ilikuwa ni India. Pakistani ni eneo sababu ya ugomvi kati ya Waislamu na Wakristo. Wakati Muingereza anawaachia uhuru mwaka 1947, sawa? Ndio. Ndipo Wahindi wakasema hawezi na Waislamu wakasema hawezi kuexist hizi dini ngapi? 2 kuishi pamoja. Sasa kuleta mwafaka ikabidi ile nchi ikatwe. Kwa hiyo huko ikatokea Pakistan, ikatokea India. Kwa hiyo wale ni Wahindi tu. Wanamtazamo katika yani umegawana kidini. Wewe Wahindu na wanaongoza kupambana na sababu Waislamu kuna muda fulani watawala Wahindi. Hicho Wahindi kinawauma mpaka leo. Kwa hiyo wale Wahindu hawapendi Waislamu. Sasa dini ya Kihindu ina waumini bilioni 1. Mchezo hiyo? Si mchezo. Dini ya Kibuda ina waumini milioni 500. Buda unayoona. Mpaka sasa hivi shakuja mpaka Malawi pale. Malawi sasa kuna kituo cha Wabuda Malawi. Nataka kujifunza kumfuza Kibuda, nenda pale Malawi. Sasa wewe niambie, kwa hiyo Uislamu ili uweze kutawala dunia lazima uwadefeat wa Buda milioni ngapi? 500. Ndio. Uibadilishe China ambayo ina watu bilioni 1.4 na 80% hawaamini nini? Dini yoyote. Sawa? Na Mchina ni yani bora Marekani kuliko Mchina kwenye issue ya dini. Ukiwa mfanyakazi wa China wa serikali lazima uwape hakuna Mungu. Na Mchina ameweka kamera nchi nzima. Na kwanza hakuna kuwapeleka watoto madrasa au Sunday school au Sabbath school chini ya miaka 18. Uruhusiwi China. Ukipeleka utaumia. Kuna maana mtoto wako unamzaa, wewe ni Muislamu ama ni Mkristo, miaka 18 yote inabidi akae chini ya utaratibu wa Kichina. Sawa sawa Ndio. Baada ya hapo ndo anaruhusiwa sasa kuamua anavyotaka mwenyewe. Wewe kule China Muislamu apeleke tu madrasa. Na usipeleka tu madrasa unaua Uislamu. Wewe China ni mbaya sana kwenye Uislamu. Na mpaka sasa ameanza kubadilisha nini? Qur'ani. Ameanza kutengeneza Qur'ani ya Kichina. Na hakuna na uruhusiwi kujenga jengo la kuabudia liwe la Kikristo, liwe la Kiislamu katika muktadha wa Kiarabu au wa Kizungu. Utabidi ujenge ule msikiti kwa taswira ya tamaduni za nini? Za Kichina. Kwa China imeubana Uislamu vibaya sana. Na si Uislamu tu, na dini zozote zile. Sasa inabidi Waislamu kwanza wakonke China. Lakini tushangalie Waislamu wanaipenda nini? China. Yaani China ikisugua na Marekani, Waislamu wanakuwa pande nani? Wa China. Au sio? Lakini Marekani, ukienda Marekani unaruhusiwa kufungua msikiti.
Na utajenga kwa namna yako mwenyewe, sababu Marekani ni free country, haingili serikali ingili nini dini. Hata Waislamu wanafukuzwa sababu tu wanalazimisha matakwa yao. Sawa. Sasa China baada ya hapo washinde Wahindu ambao ni bilioni 1, utoke hapo washinde wa Kristo ambao ni bilioni 2.7, na kuna watu ambao waamini nini, waliberali, waamini nani, Mungu. Uende South America washinde tena wale wote kule ambao kuna Uislamu 0.3. Kuna Wakristo wengi sana South America. Vibaya sana. Uislamu huko North Africa sana, huko Indonesia ndo wako wengi, na Mashariki ya Kati pale, Mashariki ya Kati. Sasa kuna safari ndefu. Wanaopiga sijui miaka 2050 sijui na ngapi ni wazushi tu. Sasa kitu gani ambacho kitakuja kutawala dunia? Labda kabla tujaingia kwenye kitu ambacho kitakuja kutawala dunia. Kwani takwimu zenyewe kwa ujumla, kwa mfano umetajia Wakristo wanafika bilioni 2.7. Okay, tutajia Wahindu nao wanafika bilioni 1, wale wa kule wa Buddha wanafika milioni 500. Wao Waislamu takwimu zao zimekaje? Kivipi yani? Yaani wao wapo wangapi? Waislamu ndio wako bilioni 1 na milioni 800. Yaani 1.8 billion. Okay. Waislamu wote. Maana yake hapo anahesabu mpaka watoto wadogo. Kwa hiyo ukiondoa watoto vile ambavyo vinazaliwa ambavyo viko vingi, nzo kashuka ta idadi. Okay. Swali lingine? Sasa nilikuwa ni hapo tu, kwa hiyo tuendelee mbele tuangalie. Nataka kwenda kumalizia hapa ni kwamba bwana Simulizi, swali lako kwamba je, Uislamu utaenda kutawala dunia? Ndiyo. Kwa mjibu wa takwimu tu tuna kabisa Uislamu bado sana. Hilo unalionaje wewe? Kwa mjibu hizo takwimu. Kwa mjibu wa takwimu ni kweli bado. Kwa mjibu wa takwimu, kama takwimu hizo zitakuwa sahihi, lakini kuna moja ya hoja ambao Waislamu hapo projects wanatoaga ni kwamba hizi taarifa tunazopewa huwa zinakuwa zinapikwa. Kwa hiyo inawezekana zimepikwa, labda wapo hata bilioni 4 lakini zinapunguzwa idadi. Sasa kwa nini wao wasiweke hizo takwimu? Sahihi. Kwa sababu unajua uweze kupinga kitu bila ushahidi. Sawa. Na ukipinga kitu weka chenye rejea, sasa sema chenye uhakika. Okay. Kama leo Waislamu wanasema Biblia imetiwa mikono, si ndio? Wenyewe na mimi kuna Taurati na Zaburi na Injili. Alafu baadaye wanakuambia hizo vitabu vimetiwa nini? Mikono. Sasa ili tujue vimetiwa mikono, leta iliyo nini? Sahihi. Mpaka leo waje kuleta. Sasa hizi takwimu kama zinapikwa, wenyewe walete takwimu sahihi. Kwa mfano ukihesabu tu idadi ya watu. Nchi za Kiarabu. Ile Indonesia unayoiona, Indonesia. Ndio ina watu milioni 200. Na Indonesia ndio taifa lenye Waislamu wengi duniani. Kwa ukichukua ile North Africa, ukachukua ile Mashariki ya Kati, wale Waislamu wote ukawa meji pamoja, hawafikii idadi ya nini? Ya Indonesia. Kwa hizo takwimu tu unaweza kuchukua tu idadi ya nchi husika. Nchi husika na ukapata jumla ya Waislamu wako wangapi duniani. Wakristo wako wangapi duniani. Kwa hiyo mambo tu yako wazi. Sawa. Sasa kwa hiyo na maana hoja ya pili nikasema kwamba hapa ili Waislamu waweze kuishinda dunia, labda kama lazima wadefeat Buddhism, Hinduism, osiwe waliberali na kila kitu ambacho kiko pale, na wakomunisti waondolewe wa China. Ni kitu ambacho ni kizito sana. Sasa tuseme utashinda hapo, lakini bado kuisubjugate dunia nzima haiwezekani. Kuna wakati ule ambao walijaribu, ndio wakaunda dola la Ottoman Empire. Sasa Ottoman Empire. Kwanza walianza wale wa masahaba wanne wa Muhammad, ambao kwanza walikuwa ni Abu Bakar. Empire iliundwa na Waislamu. Ndio. Waislamu ni Waturuki, lakini walikuwa ni Waislamu. Ingawa Waturuki wao wakuua mila zao. Unaona na walitawala katika imani ya Kiislamu, lakini wao walikuwa na dynasty. Kwamba sultani kutoka sultani anaingia mwanae hivyo hivyo. Sawa. Lakini Uislamu unatakiwa utawaliwe na watu ambao wamepitishwa na baraza la Kiislamu kwa kiwango cha usomi na kadhalika. Sasa kwa mfano kuna dola la Kiislamu linaloitwa Rashidun. Rashidun Caliphate. Ili litawaliwa na wale makhalifa wanne wa Muhammad: Abu Bakari, Umari, Usman na Ali. Baada ya hapo ukoo wa Muawiya kina Zaidi wakamuua Ali na watoto wake wale Hussein na Hassan. Na hapo ndipo kwa mezaleo Ushia. Kwa Muawiya akaunda dola linaloitwa Umayyad Caliphate. Sasa ukiangalia historia ya Waislamu wenyewe, nimeshataja hizo dola umeziona utaona bayana kwamba Waislamu wakati wana nguvu ya kutawala dunia, sababu watawala sehemu kubwa ya dunia wakati ule. Ambayo ilikuwa ni Mashariki ya Kati, North Africa na sehemu ya Asia kidogo na
eneo la Ulaya Mashariki kidogo. Hizi dola za Kiislamu ziliuana wao zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo Waislamu kusema kwamba wataitawala dunia, lakini na wao wataishia kupigana sana baadaye. Ushahidi ni kwamba utaona huyu nani Abubakari no Umari anauawa na Muislamu mwenzake kwa kuchomwa kisu. Usman khalifa wa 3 anauawa na Muislamu mwenzake. Ali anauawa na Waislamu na tena ukoo masawaba ule wa Muhammad wa Mtume. Anauawa na wenzake. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Ikasemeka ile Umayyad Caliphate. Umayyad Caliphate ikaja kaondolewa na Abbasid Caliphate. Ambao ni Waislamu. Ambao ni Hashimite ya ukoo wa Hashim. Ambao wanasema na ukoo na Muhammad. Sasa ukiangalia pia Waislamu kwa Waislamu walikuwa wanafanyaje? Wanapambana. Hata ile dola la Ottoman Empire walipambana na mtu mmoja anaitwa nani huyu? Amiri nani huyu? Alikuwa ni Mongolia huyu. Ni mkatili sana huyo. Unaona Ni mkatili sana, anaitwa nani huyu? Mtu mmoja anaitwa nimemsahau jina lake. Kwa hiyo ile kiongozi wa Ottoman alikamatwa. Unaona? Anaitwa Bayezid. Alikamatwa na huyo amiri huyo, alikuwa ni Mongolia. Jela limetoka kidogo. Wakapigana, sultani akakamatwa na kafungwa jela. Hao ni Waislamu kwa Waislamu. Sawa Kwa utaangalia katika historia Waislamu kwa wao wamepigana sana. Dola hii ya Kiislamu, dola hii ya Kiislamu. Sawa Kwa maana leo hata wakiwa pamoja dunia nzima watagombana. Kwa mfano tu leo ukiangalia Waislamu wa UAE, Saudi Arabia na Bahrain, Qatar hawataki Muslim Brotherhood. Na Muslim Brotherhood ambayo juzi Trump ameifuta kule na kuwekea vikwazo Marekani. Ukiangalia Muslim Brotherhood haitakiwi paka Misri. Sasa Muslim Brotherhood ni mfumo wa Kiislamu ambao unataka kutengeneza ule Uislamu wa kweli pure. Kwa ile ajenda ya kutawala dunia wenyewe wameshikilia wao. Sasa Muslim Brotherhood hawapatani na nchi za Saudi Arabia. Ni marufuku kufanya harakati za Uislamu mkali Saudi Arabia, ni marufuku kutengeneza harakati za Uislamu mkali kule Qatar na popote pale, hata Misri yenyewe, hata Uturuki yenyewe. Kumbuka hata Ottoman Empire iliondolewa na Waturuki. Muingereza akumwangamiza sultan. Bali alimshinda katika vita vya pili vya dunia mwaka 1917, akamnyang'anya mashariki ya kati. Lakini ule utawala wa sultani pale Uturuki haukutolewa na Muingereza. Ulitolewa na mtu anaitwa Ataturk. Ataturk alikuwa ni jemedari wa jeshi ndani ya Ottoman Empire. Sawa Ndio mwaka 1922 Ataturk pamoja na wale wanaharakati ambao wa Uturuki ambao wanataka kutawaliwa au kujitawala nje ya utaratibu wa kidini. Sawa Na ni Waislamu hao, lakini wakakataa kutawaliwa kwa sheria za za Kiislamu ambao ndio inaendelea Iran sasa hivi. Kwa hiyo wakampindua sultani mwaka 1922 na mwaka 1923 wakaunda Jamhuri ya Uturuki. Kwa hiyo walioiondoa dola la Ottoman ni Waislamu wao wenyewe. Kwa hiyo Uturuki leo utashangaa kama wanaishi kizungu tu. Na jamaa akapiga marufuku ya Arabu kuendesha ibada katika misikiti. Kwa hiyo azana za Uturuki wanaazini kwa Kituruki. Wanafundisha madrasa kwa Kituruki. Huyo jamaa ni mwanaharakati Ataturk huyo. Tuko pamoja mpaka hapo Kwa hiyo picha nyingine inaonyesha bayana kwamba Waislamu walivyokuwa na nguvu duniani kwa wakati ule, sawa? Ingawa hawakuwa na nguvu katika dunia yote, katika sehemu ya dunia, wao kwa wao wakupatana. Walikuwa wanapigana wao kwa wao. Kuna maana leo wakianza kutawala dunia wataisha kuumizana wao kwa wao. Kwa hiyo tamaa yao ni nzuri, lakini tamaa yao lazima uiangalie historia. Hata kama ni Muislamu mwenye akili timamu, aangalie historia. Hata hapa Waislamu ukiangalia wapatani kabisa. Hata juzi umeenda mahakamani kuiondoa BAKWATA. Kwamba BAKWATA isiwe msimamizi wa wa Waislamu wote Tanzania. Kwa hiyo wao kwa wao hawapatani. Na Mungu anaruhusu ya mambo yatokee kwa sababu ili kuimarisha amani ya dunia. Kuna pawa ambazo zikijiunga pamoja ni hatari kwa ulimwengu. Kwa kuna watu wengine kuna uangamizi mkubwa sana. Na kwa sababu dunia hizo kutawaliwa na imani moja, unaona Ndio. Ni kitu kigumu sana. Itakuwa ni mateso na mauaji makubwa katika historia. Na Uislamu unapokuwa unatawala, Mkristo na Myahudi au mtu ambaye si Muislamu anakuwa daraja la pili. Na unalipa kodi inaitwa jizya, yani kodi ya kulipa maisha yako.
ili sasa ulipe hiyo kodi ili uwe Muislamu. Na ukiwa Muislamu kutoka kwenye Uislamu lazima kwa mujibu wa Uislamu kabisa. Ndio. Hata kuna shehe moja juzi amesema pale kwa mujibu wa Uislamu kama dola ya Uislamu inatawala hapa, mtu akiama dini ya Kiislamu akawa na dini yoyote nje ya Uislamu anauawa. Okay. Sawa. Sasa ni mfumo ule. Sasa tuje hapa katika hoja ya mwisho ambayo tunaimalizie. Dola ambalo itakuja kutawala dunia